Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mimi kwa majina naitwa Felista Deusi, ni mfanyakazi wa Shinmei. Hebu tueleze ukaribu wako na bosi, namna ambavyo mlikuwa mnaishi na mpaka imefikia hatua na tukio likafanyika. Kwa upande wako, nini hasa unakifikiria baada ya bosi kufanya kitendo hicho cha ukatili? Bosi tumeishi naye vizuri sana, tumeishi naye kama baba, tumeishi naye kama rafiki. Yaani ni mtu ambaye tulikuwa naye karibu, tunasaidiana kwenye matatizo, tukiwa na changamoto zetu kama wafanyakazi, anatusaidia kwa namna moja ama nyingine. Tuliishi naye kwa upendo sana sana. Kwa hili tukio la bosi wetu kuwa amefariki katika mazingira ambayo sisi wenyewe mpaka sasa hivi hatuelewi shida ni nini, imetuasili sana. Na labda kuhusiana na malipo, ilikuwa kuna changamoto yoyote? Kwa swala la malipo hapana. Ishara tulikuwa tunapewa kwa wakati. Useme labda kulikuwa kuna shida, sijui malipo au nini, kwa kweli hapana kwa kweli. Nini hasa utakikumbuka kutokea kwa bosi wako huyu ambaye amefanyia ukatili huu? Nitakachokumbuka kwa bosi wangu, upendo kwa wafanyakazi wake aliokuwepo nao. Yaani hicho ndio kikubwa sana nitakachokikumbuka. Upendo sana, yaani sana sana upendo tu. Alikuwa ni mtu ambaye hapendi, yaani ukiona hata mkiwa kwenye kazi, hataamka iwezekana hata naye ataingia kwenye ile kazi, tunashirikiana. Kwa kweli kikubwa alikuwa na upendo sana bosi wetu. Nini hasa unaambia vijana wenzako kuhusiana na masuala haya ya ukatili yanapoendelea katika mitandao ya kijamii na jamii kiujumla? Nachotaka tu kusema mimi kwamba yani watu wawe na hofu ya Mungu. Unapofanya wewe leo tukio, usijiangalie wewe. Kuna watu zaidi ya kama sisi tulioko kwenye hii kampuni, zaidi ya watu kama 100. Sasa yani wewe umefanya wewe tukio, je, hawa wengine wanaobaki? Maana mpaka sasa hivi hatujui hatima ya kazi yetu ni nini. Hatujui. Tulikuwa tunamtegemea ndio huyo hayupo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.